Hello guys, welcome back to Grandi D254. and if you are new here, hit the subscription button, and if you are watching this video and you have not subscribed, hit the subscription button and don't forget to like, comment and share. We are low to 500 subscribers, please. Let me give you time. Wewe, unaniangalia? Hit the subscription button. Hit the subscription button. Okay. Yeah, today we want to know all about this Grand P. Na kuna watu wamekuwa wakimuuliza maswali, who are you? Yeah, tunataka tumjue leo. Unamjua? Can you comment down there below? Do you know this person? Ama tu ni kumuona? Yeah? Hit the subscription button. We will continue knowing him. Yeah? Umehit wewe? Ninakuona. Haya. Okay. Grand P. Yes. We want to know you better. Na tunataka tukujue kwa uzaidi. Aha. Yeah? Na sijui kama you are ready to answer us these questions. Yeah, mimi niko ready kabisa. Alright. Yeah. Grand P ako tayari kuijaza kabisa. Kwa majina kamili. Yes. Watu tunakuita nani kwa sababu watu kujui? Kwa majina kamili naitwa kama Asha Onyego Mauti. Hiyo ndio majina yangu ambayo iko kwa kitambulizo ya Kenya. Hiyo ndio jina ambayo nikikutumia saizi ya M-Pesa nitaiona hiyo. Yeah, hiyo ndio inakuja kwa M-Pesa kabisa. Guys, can we try to send him to M-Pesa? Yeah. Unataka tujaribu? Wajaribu waweke sahihi, wataona hiyo ndio majina itakuja, Asha Onyego Mauti ya. Haya. Yeah. Okay, sijui nichukue simu yangu. Jaribu utaona tu hiyo maneno itakuja saa hii na nitapokea, nitaenda ninunue kama kuna kanyama hivi kidogo nikula kule kidogo kama namna gani. Haya. Atakula kanyama. Yeah. Yesu akukula pia ama ni hiyo ni wanawake. Hiyo ni appetite kwanza. Haya. Sawa. Sasa na kwa age, wewe ni mkubwa ama ni mdogo ama ni mwili tu ama you are old enough to be a man? Kwa ukubwa mimi, ukubwa yangu iko na udogo yangu iko. Lakini pia nasema mimi ni mkubwa tu. Yeah, niko na ndevu. Na bado niko na mafikiri ile Mungu ambaye amenipatia niweze kumtumikia nikiwa katika hii dunia. Yeah. So, kwa hivyo umekataa kutuambia age yako, si basi tuambie unarenjia wapi? Hata labda wewe ni under 18 ama age nitaongea tu. Nitaongea tu, tuliongea na Charango juzi akaniambia niende kuongea kwa ujumla. Lakini sasa venye umeniambia leo nitakuja kutoa matokeo hivi karibuni. Ya mambo na age sasa nikisema saa hii na bado niko njaa itakuwa ni shida kubwa sana. Ungetuambia range yako, labda hata wewe ni mzee ni kasura tu tunaona kadogo, ungetuambia kama wewe ni 10 to 20 ama 20 to 30 hivi. Sasa hii niko na miaka 12. Huyu na miaka 12, can you comment down there below? Huyu na miaka 12. Huyu anatuenjoy. Sasa niko na miaka hiyo 12. Sasa ndio naomba sasa miaka iende ikiongezeka naona. Hiyo ndio itakuwa vizuri. Sasa hiyo ndio miaka niko nao sasa hii, miaka 12. Guys, do you agree with this guy? Huyu anatuambia ati ako na miaka 12. Can you comment down there below? Kama anakaa kuwa miaka 12. Yeah? At least angetuambia ka range hivi ndo we comment down there below, na mwenye atapata wa kwanza ampatie ka kitu ama tuseme vipi guys? Yeah? Kwa hivyo atupatie hivi ka range kama ni 20 to 30 ama 30 to 40, alafu tena ndio the right person mwenye ata-guess it right apate a giveaway from our own Grand P. Ama vipi? Ni hivyo. Sasa waanze kuangalia kuanzia 30 kwenda chini hapo. Mwenye atajua venye atafikiria zaidi. Unajua kuna wenye wanajua kuangalia. Lakini Mungu anajua kuangalia zaidi. Yeah. So kwa hivyo the first person, hii wacha nimpush tu kwa hii. The first person apate a giveaway ambayo atatumia kwa M-Pesa hivi na Grand P ili ndio confirm kama jina ni ile. Yeah, jina ni ile na miaka ni ile. Unajua jina iko na miaka kule. Baada ya kutumia M-Pesa ataona miaka yangu na atajua majina yangu na atajua chifu wangu. Ama namna gani? Wacha tusimamie kwa hapo kwa sababu inaonekana
hii age imekuwa ngumu. Atuambie kwa ukamilifu. Sawa sawa. Question number 2. Grand P. Do you have any studies ama wewe tu ulishuka binguni kama umeanza mambo na dunia? Unajua naweza sema hivi. Hakuna mtu ambaye anashuka katika hii dunia. Mara ya kwanza ukiwa tuseme tunaanzia kutoka kwa tumbo. Kuna ile challenge unaona? Sile unakuwa nao kwa tumbo ukiweka katika dunia. Kuna yale ambao wazazi wako wanakufundisha na pia kuna yale ambao ulizaliwa ukiwa nayo. Kwa hivyo inaangalia ni wazazi gapi uko nao, ni wazazi aina gani uko nao. Unaweza kuwa uko na wazazi ambao wanaingia chini ya miti na kuna wazazi wengine ambao unaweza kuwa nao wanamtambua Yesu, unaona? Kwa hivyo hizo ni Kwa hivyo wacha tuseme umesoma lakini hope umeenda hii ya shule umefika atisa hata gani kakongo. Hiyo ndio ile nimesema sasa hiyo sasa niko na masomo ile ya kusaliwa na bado ile ya shule niko nao. Kwa hivyo Papa Grand P ni mtu dhomda. Kabisa. Sawa basi. Hapo ametuambia yeye ni mtu dhomda. Kwa hivyo ukimwona hivi unamwambia yes sir. Sawa. Aya, we go to question number 3. Papa Grand P, why are you recording this video? Tumekuwa tukikuona umerecord video mingi. Why are you recording? Ama udhani unatusumbua? Lazima tuwasumbue kwa mtandao. Ile kitu ambayo uko nayo ambayo inakusumbua lazima uitoe. Unajua tukiwa hii dunia kuna watu wako na talent mingi. Kabisa. Kuna mtu ambaye amesaliwa juu ya kuchekeza, kuna mtu ambaye amesaliwa juu ya kuhubiri, kuna mtu ambaye ni muimbaji, kuna mtu ambaye ni mwigizaji, vitu mbalimbali. Sasa hiyo vitu ambao nafanya ni kwa sababu inanisumbua, lakini naona nitolea watu kule nje ili waweze kupata hiyo ujumbe ambao nafanya hizo vitu. Kwa hivyo Papa Grand P, kwa sababu unatuambia ati ni vitu ambao unafanya. Kwa hivyo na sisi tunataka utupatie vitu ambao inatuchangamsha. Ndio at least hata tukinunua 2 MB ama kwa wifi hivi tusione kama tuna waste our time, Kwa hivyo tunatarajia makubwa kutoka kwako, si ndio? Makubwa yatakuja. Unajua ukiangalia hizo video zenye umesema, kuna mingi ambao nimefanya natumia simu yangu. Na kuna nyimbo ambao ninaimba ambao natumia pia simu yangu. Natarajia yale mazuri yatakuja. Nikiweza kufika kiwango fulani, no? Ama nikiweza pata kama wewe naona uko smart kabisa, unaweza nishika mkono ili niweze kutoa ile kitu ambao itatoa watu jasho na itatoa watu kwa mwangaza, kwa mwangaza kidogo. Kabisa. Watazamaji nadhani umesikia hiyo. Kwa hivyo, if you have not subscribed in this channel, can you hit that subscription button? Because there are many big things coming from our own Grand P. Akona mambo makubwa ambayo ametuandalia. Yes, I can prove that, Mambo ni mengi, Na ninazijua, ninaziona. So can you subscribe to this channel? Hit that notification bell so that you may be notified when Grand P premieres something in this channel. Like, comment and also share. Ama Grand P utaambia vipi? Waangalie hizo video kwa wingi. Na pia hebu waambiwa subscribe kwanza. Kitu ya kwanza mimi ningependa kuambia wa watch kabisa mpaka video hiyo wimbo wasikize kama imefanya nini, imewauza roho kabisa. Ikisawaguza roho waingie kule wafanya nini, kuserve hiyo kachina karedi. Uza kule tu ukiwa umewatch ile hiyo wimbo ama kuna ile comedy nimefanya kule. Uza tu alafu ukiwa umewatch. Kwa hivyo anawaambia hit that subscription button. Na anaelekea to 500 subscribers. Na nikidhani kwa saizi tumeremain 3 or 5 subscribers to fike 500 subscribers. So if you're watching this video and you have not subscribed, unafanya nini? Let's reach to 500 subscribers. And very soon we are going to 100k subscribers through your support and love. Ama vipi? Ni hivyo tu, ni kupenda. Najua hii dunia ni kupeana support kabisa. Nikifanya hii na kuna mwingine anafanya hii, tupeane support, no, ili tuweze kufika ngambo ile kabisa. Papa Grand P. Question number 4. What is your channel going to be about? In the previous video we have seen that you have a lot of comedies, you have songs. Kwa hivyo nataka tu utupe ukamilifu.
hii channel yako itakuwa ya nini ama inakuwa ya nini, ama ulipoianza ulisema inakuwa ya nini? At least maneno mawili matatu hivi. Acha niongea kwa ufupi kidogo. Nikianza ukiangalia kwa hiyo channel ya Grand D254 ambao ni mimi mwenyewe. Nilianza na comedy. Yeah. Tulikuwa na msichana mmoja tulikuwa tunafanya na yeye. Kwa sababu ya kukoza, mimi ni mtu ambao anapendanga kuimba, kumfanyia Mungu. Na hii kitu nilikuwa nafanya, hata hiyo comedy nikiwa shule nilikuwa nafanya. Lakini mimi yale ambayo yako kwa kichwa yangu niimbe, nimfanyie Mungu kazi. Kwa sababu hata Biblia inasema fanya kazi ya Mungu angali ukiwa na nguvu, angali ukiwa kijana. Sasa nikifanya comedy, hiyo ni ya Mungu, sio ya Mungu. Lakini nikiimba itakuwa nimemfanyia Mungu nimemfanyia Mungu kazi. Kwa hivyo hii channel nataka kama ni kwa uwezo wa Mungu, na najua Mungu atafungua wale watazamaji ambao wanatuangalia kule kwa hii TV, watanisupport na wataingia kule, watafanya kila kitu ambao wataniomba namba, tutafanya nyimbo mzuri na sitabariki wengi na channel itaendelea. Kabisa. So support this channel, support this guy. He has a lot for us. Yeah? Ama mtasema vipi? Subscribers, don't forget to support us. We are doing a lot to give you something premiering in this channel. So hit the subscription button. Yeah. We are heading somewhere. Like, comment anything that can build us, ambayo itachangamsha Grand P. Hata akikaa tu hivi anagonga tu ku give you something premiering. Yeah? Aya, number 5. What are your favorite things to do? Ukikaa tu hivi kwa maisha, what are your favorite things to do? Kama mawili hivi ama yenye tu utaweza kutuambia. Hii dunia, tukiwa katika hii dunia, sioni yani ile kitu mimi naweza sema ni kumweka Mungu mbele kwanza. Hayo mengine ya kikazi, hayo mengine tu ya kupata chakula, ukiwa na Mungu hayo yote itakuwa inafanyika kwa uwezo wa Mungu. Lakini kisema tu ama mimi nitakuwa mwigizaji hodari bila kumtanguliza Yesu, itakuwa nothing. Kwa hivyo Papa Grand pia anasema the favorite things anapenda kufanya ni akiwa kwa Yesu. Mambo yote itakuwa sawa. Kwa Yesu kuna raha. Hata kazi nitapata, Kwa Yesu kuna raha. Tunaambiwa ni Biblia inasema, sio mimi nasema. Enda soma Biblia inasema, kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna matamu. Unaona? Hata ukitaka kazi kubarikiwa, hata ukitaka kupanda ndege, muamini Yesu. Hata hii channel ya Grand D254, nikitaka inuke zaidi, ni kumweka Mungu mbele kwanza. Kabisa. Kwa hivyo hii ni channel ya ni mtu mwokovu kabisa. Nataka nyimbo kabisa, watu wabarikiwe na watu wapate message kutoka huko ndani. Aya, na hapa tuko na swali number 6. Do you hope to get famous one day? Famous? Ndio nikasema famous yangu itatoka kwa Mungu. Unajua famous ni watu wataguzwa roho na waweze kufanya nini, waweze kuingia kwa ile channel na waweze kuniita kwa makanisa niimbe, tuhubiri. Hiyo ndio famous wangu, si ati famous ya hii dunia. Nataka kuwa famous wa kuenda makanisa mbalimbali, naitwa kule mahali fulani niende kuimba, niende kumtumikia Yesu Kristo. Hiyo ndio famous yangu naomba. Kabisa, mumesikia hiyo? Natumai mnaelewa huyu Papa Grand P yeye wa kutoka wapi na the favorite things, na kama anataka kuwa famous. Na tukiona ametoka kwa Yesu atijua amefika 100k subscribers ama 1000 subscribers, ati aone kwa saa hii side nyingine kuna raha, tutamuuliza maswali. We'll go back to this video and see kama hivyo vile anatuambia ni kweli ama anasema hivyo kwa sababu anataka kufika 1k subscribers. Hapana, utabadilika. Hapana, sitabadilika. Kwa sababu hii kuishi na hizi ni kwa Yesu Kristo. Sihizi kwa sababu ya subscribers. Na hizi kwa sababu ya neema yake Yesu Kristo. Ndio maana yake nasema niweze kutoa nyimbo, niweze kutoa video ambao ni video zitakuwa
watu wanaangalia wengi, wanasikia Grandi pia anaimba nini ni nini yeye ametoka katika Biblia. Yeah. Ndio maana nasema hiyo ndio nataka kuwa famous nayo. Kabisa. Yeah. Aya, na hii mambo na famous inaambatana hapa na question number 7. Are you starting this channel for money? Umetuambia sasa wacha tusikie kwa pesa. Hapa kwa pesa na Yesu tuangalie inaambatana vipi kuwa Grandi? Sasa hapo umeuliza vizuri sana. Katika hii channel kama ningekuwa naitaka juu ya pesa ama kuifungua nilipwe pesa, ningeanza kulipwa hiyo siku ambayo nikikuwa nimeifungua. Ukiangalia kama hizi vitu ambao nimefanya hizo, kufanya editing, kupata beats, ilikuwa nalipa pesa yangu kutoka kwa mfuko. Naenda najaribu naweka, ndio naona hata video zangu zinafanya nini? Sinachelewa kuingia. Niko na nyimbo mingi lakini sasa sina beats za kuimba hizi nyimbo, unaona? Juu inataka pesa, unaona? Natumia zile pesa niko nao kidogo, natumia yule mjamaa ananitumia beats. At least niweze kuweka kule. Na nimeenda kama miezi 6 silipwi, lakini bado naendelea kufanya nini? Kuweka video, yani kuweka hizo video hata kama sikiwa ni single. Kwa hivyo si uchaweka kwa upande ya pesa. Na sasa nikuulize Papa Grandi. Tunataka kujua hii siri kwanza. Unalipa hivi na ka YouTube channel? Labda umeanza kulipwa na tujue. Mimi sijatumia M-Pesa simu pesa kwa M-Pesa yangu. Mimi hata sijawahi ona message ya YouTube ya kulipa iko aje. Sijajua hiyo message ya kulipa inakuanga nini. Mimi tu naweka video, nasikia watu wanalipwa lakini sijawahi. Nimeenda na hii ni mwaka naenda kumaliza na hii YouTube. Sijawahi lipwa. Pesa nalipwa ni ile nafanya nao kazi. Ile kidogo. Hiyo ndio nalipwa na ndio nafanyia hii kazi ya Mungu. Kabisa. So guys, mnasikia Papa Grandi anatuambia nini? Kwa hivyo kwa pesa anatoa ili ndio aweze kutupatia content. Kuna pesa anatoa ili ndio aweze kutubariki na wimbo. Kuna pesa anatoa ili ndio aweze kutuentertain. So can you support this channel by subscribing? That's the only thing Papa Grandi anataka kutoka kwako. Hahitaji pesa yoyote, hahitaji kuwa famous, anataka tu that your one subscription is free. Hit that subscription button. Like, comment anything that can build him. Encouragement. Recognizing. Na hata one of the fine days sijui kaa utatembelea wao watazamaji wako. Kuwatembelea unajua ni venye wataniweka, naona? Ndio nataka niwe nikifanya ni gospel yenye ambao sitanifanya mimi niende kule Ukikuyuni, niende kule Kisii, niende kwa Wamanzai, niende kuhubiri, naona? Ambao hizo ni nyimbo ambao zitakuwa watu wanataka mimi niende kuwahubiria. Ni nyimbo unajua ni mahubiri. Kabisa. Nikienda kuimba huko si unajua nimewatembelea. Lakini sasa wakiwa wameniacha nikiwa na hii 500, si bado nitaendelea kutafuta yenye naweka hapo kwa YouTube. Lakini wakisema Grandi tunakutaka kule Narok ukuje kuimba. Na wasupport channel. Channel inuke. Sitakuwa nimeenda huko. Kwa hivyo mnasikia, can you support this channel by subscribing? Na Mungu akituwezesha hata mimi will join hand. Tutakuwa tunatembea naye. One of the fine days you will see us together, Papa Grandi. Hapa kuna swali lingine. Sijui kama uko tayari kuijibu. Uliza tu, mimi niko ready kila kitu. Guys, are you ready to hear this question? Papa Grandi. Sijui kwanza wacha tuache hata nimeweka yenye nilikuwa nayo kwa mkono. Papa Grandi. Uko peke yako ama uko na mtu hivi mnasaidiana kimaisha? Kimaisha venye niko na mtu ambao tunasaidiana kimaisha. Na pia niko na wasasi ambao wananisaidia mali siwezi kabisa. Wananiambia kuna hii kura hii. Kwa hivyo na niko na marafiki. Unaona kama sasa tuko na wewe hapa. It means tuko na marafiki, no? Lakini tunataka kujua, unajua labda hata kuna mtu hapa kwa hii Premier Gang ameangalia huyo kijana akaona kuna vienye. Nitakuja kufanya harusi. Nitakuja kufanya harusi. Kwa hivyo kabla mjaona harusi mnaweza hit that subscription button, mnaweza ingia box, labda wewe ndio utakuwa bibi harusi. Harusi nitafanya. Na ni harusi tu, itakuwa harusi ya kanisa, sio?
Kwa hivyo Premier Gang warembo wenye wako hapa wako na wanaweza tuma their CV. Yeah, kama wanataka kuwa mabibi harusi. Hata akiwa kama ni pastor, sana sana nataka pastor. Yeah. Tuwe tunafanya kazi ya Mungu pamoja. Mbona nilipotelea mimi peke yangu na mimi ni Haya, warembo hizo CV ziingie. Nitazisoma hata mimi pia. Labda nitamsaidia kuchagua ile yenye ime yeah. Sawa. Is this the first video you ever record? Ama kuna zingine? Niko na video. Video ni sina video. Hizo niko na audio, tunasita audio. Hizo ni kuna moja tu nimejaribu kuweka video. Na kamera tu ya simu. Hiyo inaimba kwa lugha ya Kisii. Watoto mayatima, naweza sema kwa Kiswahili kwa sababu wengi wanasikiza hii lugha ya Kiswahili ndio tuweze kupatana kabisa. Inasema watoto mayatima wanalilia Mungu aweze kufanya nini? Aweze kuwasaidia kwa yale ambao wanapitia, wanaomba uwepo wake Yesu Kristo. Hiyo ndio nilijaribu kuimba na nikijaribu kuweka na kamera ya simu, yani video ya simu, lakini ikiwezekana vizuri niliweka tu kwa wale watu ambao wangesikia hiyo message walielewa tu. Yeah. Kwa hivyo in this channel kuna kadhaa tu video kadhaa na short clips. Yeah. You can go back and review them. Yeah, and natumai that's also a way of supporting this channel. Yeah. Papa Grand B. B, sorry. Yeah, Grand B. How do you come with video ideas? Ama sasa tuambie, ama labda uko na PA pia na kusaidia maneno na sijui, labda tunaweza tafuta hiyo tukue ma PA wako, ama how do you come with video ideas? Hiyo inakuwa hizi mambo na video inakuwa ni challenge kubwa sana. Hakuna kitu iko na challenge kubwa kama hiyo, unaona? Sema kama sasa hivi ukitaka recording unaweza record. Yeah. Lakini video uwezi ipata, ni unaambiwa ni 60 non. Ndio uweze uweke kule. Na inakuwa ni kazi ngumu. Mimi mwenyewe ni audio naweza. Na hiyo audio unaona naichukua kwa muda ndio niweze kuiweka wapi? Kwa channel. Kwa hivyo niko na challenge, na bado hiyo challenge ni watu wenyewe wanasaimaliza. Hata kama wewe kama unasaimaliza unaweza niambia Grand D kesho tufanye nini? Tuende tufanye video moja, unaona? Yeah. Kwa hivyo mnasikia maneno watu. Unasikia. Kwa hivyo also kama uko na video ideas that you're expecting something more, also you can comment down there below. Give this Grand D ideas. Yeah, we are here to build one another. Ama pia kama mnataka mpatane inbox, mnaweza patana inbox, muorganize mpatane mahali. He is a very welcoming guy. Muta associate mpate 1 2 3 na msupportiane pia. Papa Grand D. Swali la mwisho. What camera do you use? Kamera yenye natumia ni ya simu. Hii ya mbele tu mnaita front ama mnaita aje? Sijui mnaita aje hiyo, mnawekanga mbele tu hivi. Hiyo ndio natumia. Naweka tu sasa hivi najiangalia. Alafu nachukua hako tu hivyo. At least naona kama imeenda hivyo ni sawa. Ndio na record kama ni comedy naweka tu hiyo ya mbele tu na namaliza. Kwa sababu si ati nafanya ati na watu wawili watatu. Nikiwa na rafiki kama wewe hivi unaweza nichukua na tutakuwa tumemaliza kazi. Sina kamera ambao natumia hiyo ya simu yangu. Kwa hivyo Papa Grand B, kulingana na hiyo unatuambia tunatumia simu. Kwa hivyo kama wewe ni mtu you are a new YouTuber, kwa hivyo ni kumaanisha you can use the phone. Unaweza tumia kwa sababu hiyo ndio kiwango yangu. Mimi sina kiwango ingine, kiwango yangu ni hiyo, natumia hiyo kwa simu. Sasa kama ningekuwa na kamera zile ambao zinaweka video mzuri, ningekuwa naweka. Kwa sababu sina, natumia yangu ya simu. Na ukitaka kuenda kuchukua kule nje, unaambiwa over 60,000, unaambiwa 30,000. Hiyo pesa hakuna. Unaona? Ningekuwa na pesa ningekuwa naweka vitu kila ikiweza, kama ni baada ya 4 days ningekuwa naweka kitu.
Kwa hivyo hapo tumesikia, if you are a new YouTuber, you can start anything with that phone ambayo uko nayo, as long as ina take video. Yeah. You can take yourself a video and post in your YouTube channel. Yeah. And we will support you. So, can you support this guy? Akona mengi ambayo akonayo yetu. Ya, na anajikakamua sana. We are low to 1K subscriber very soon. Yeah. Na nikidhani tu tumekamilishia hapo, ama kuna kitu ingine unataka kutuambia Papa Grandi? Kuna wimbo ambao niweka ambao imenifurahisha sana. Nikisikiza siwezi nikalala. Lazima niisikize. Ambayo inasema tuhitaji wema wako Yesu Kristo. Kabisa. Sijui kama ningeweza weka tu kidogo wasikize. Waisikie tu kidogo Wacha ndio sasa. Tuhitaji wema wako Yesu, wema wako Yesu, tuhitaji wema wako Yesu, tuhitaji wema wako. Bila wewe Mungu wetu hatuwezi jambo lolote. Tuhitaji wema wako Yesu, wema wako Yesu, tuhitaji wema wako Yesu, tuhitaji wema wako. Usitupite Mungu, ninaomba leo. Naomba leo Mungu, ninaomba leo. Usitupite. Tuhitaji wema wako Yesu, wema wako Yesu, tuhitaji wema wako Yesu, tuhitaji wema wako. Wema wako na fadhili zako sikufuate. Aiwa. Wimbo kweli mzuri kabisa. Hiyo ni yako Papa Grandi? Hiyo ni wimbo ambao nimefanya hivi karibuni. Na imemaliza kama tuseme wiki kama moja hivi. Na naomba watu waendelee kuitazama na wafie hiyo wimbo na wasee kwa watu wengine. Kwa hivyo iko kwa hii YouTube channel. Iko kwa hii YouTube channel. Inasema tuhitaji wema wako Yesu Kristo. Mmesikia, kwa hivyo we can review back na tuone hii wimbo. Si ndio? Na tuipate hapo. Waingie, iko hapo ndani kabisa. Waingie na wasee kwa watu wengine. Na pia naomba tu, yani kitu ya maana ni kushare na kuwatch na kuhit the subscription button. Okay. Kuna kitu kingine unataka kuambia hivi ama tuifungie hapo kwa leo? Nikimalizia neno tu moja ningependa kuongea na wale watazamaji ambao wanatuangalia. Na ningependa kukuambia kwanza asante kwa kunitafuta kutoka kule Nyeri mpaka hapa. Umefanya kazi ngumu sana. Itimizi umesikiza nyimbo zangu kabisa. Umekuja mpaka hapa Kisii kufanya mahojiano na mimi kabisa. Nimesema asante na Mungu akubariki sana. Unapoenda kurudi kule ambia pastor anialike kule Nyeri niende kuimba kwanza. Kabisa. Kitu ya mwisho ningependa kuambia wale watazamaji ambao wana watch sisi kama Grandi D kwa sai Grandi D 254. Kama kuna mtu akona uwezo anaweza nisaidia kufanya video, mimi niko ready. Hata kama niko record tu audio, anisaidie tu niweze kurekodi, hata kama ni rekodi moja ama video moja, nitakuwa nafurahia sana. Na nitaambia Mungu asante kwa sababu ni Mungu atakuwa ameleta huyo. Kabisa. Kwa hivyo nawashukuru sana na wale watazamaji nashukuru sana. Okay, we are coming to the end of this video. Don't forget to subscribe. Me who you are seeing here, kwa majina ninaitwa Baraka Man. Also I have a YouTube channel. Can you go back and visit my YouTube channel? It's Baraka YouTube channel. That is a channel of choice, a channel of blessing, a channel where abundance breakthrough reigns from heaven to us. Don't forget also to hit the subscription button in Grandi D YouTube channel. Bye bye.